idara mbalimbali za serikali. Kuna kutorejeshwa fedha zilizokopwa na wizara shilingi bilioni 4.083. Nilibaini kuwa wizara mbalimbali zilikopa jumla ya shilingi bilioni 4.083 kutoka mifuko maalum mitatu bila kurudisha kiasi hicho kama inavyoonyeshwa hapa kwamba kuna mfuko wa uwezeshaji wa maendeleo ya madini. Wizara ya Madini ilikopa milioni 521 hazijarejeshwa. Katika akaunti ya mfuko wa barabara, TAMISEMI ilikopa bilioni 3.422, fedha hizo hazijarejeshwa. Mfuko wa Taifa wa Maji, Wizara ya Maji ilikopa milioni 119, fedha hizo bado hazijarejeshwa. Ni maoni yangu kwamba kutorudishwa kwa fedha zilizokopa wizara kunaathiri utekelezaji wa shughuli za mifuko maalum. Hivyo fedha hizo zirejeshwe ili kutekeleza shughuli ambazo zimepangwa. Malipo yenye nyaraka pungufu. Katika ukaguzi wangu nimebaini malipo yenye thamani ya shilingi bilioni 13.061 ambayo hayakuwa na nyaraka za kujitosheleza, kinyume na kanuni ya 95 kanuni ndogo ya 4 ya kanuni za fedha za umma za mwaka 2001. Nyaraka hizo ambazo hazijitosheleza zimeonyeshwa kwenye jedwali hapa. Kuna idara zimeorodheshwa na thamani yake kwa ujumla ni bilioni 13. Nimeshindwa kupata nyaraka zinajitosheleza. Kwa hiyo ni maoni yangu kwamba kuwa chanzo cha kuwa matumizi yenye nyaraka pungufu ni kuwa na mfumo dhaifu wa udhibiti wa maafisa masuhuri kushindwa kuchukua hatua stahiki kwa maafisa wanaosababisha udhaifu huo. Ninaamini kuwa hii inaweza kuwa ishara ya kufanyika kwa matumizi ya udanganyifu na mabaya. Mawanda yangu ya ukaguzi yalizuiwa, hivyo sikuweza kuthibitisha uhalali wa malipo ya shilingi bilioni 13.061 yaliyofanyika. Waheshimiwa wanasema wakati mwingine nyaraka zinakuja kuonekana, lakini wito wangu kwamba wakati tunakagua maafisa masuhuri watoe nyaraka. Matumizi yaliyofanyika nje ya bajeti. Katika ukaguzi wa mwaka huu nilifanya ukaguzi wa usimamizi wa bajeti kwa taasisi mbalimbali na kubaini kuwa malipo yenye thamani ya shilingi bilioni 29,659,851,120.98 yalifanyika nje ya bajeti kinyume na kanuni ya 46 kanuni ndogo ya 3 ya kanuni za fedha za umma kama ilivyorekebishwa. Taasisi ambazo zimefanya matumizi hayo nje ya bajeti ni Taasisi ya Sanaa ya Utamaduni Bagamoyo ambayo ilifanya milioni 153, Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS bilioni 2.054, Shirika la Uzalishaji Mali la Magereza bilioni 2.234, Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori milioni 204, Taasisi ya Uhasibu Tanzania milioni 165, Mfuko wa Taifa wa Maji milioni 110, Wakala wa Barabara Vijijini na Mijini milioni 327, Tume ya Taifa katika Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia elimu, sayansi na utamaduni UNESCO milioni 4, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Mawasiliano milioni 38, Wizara ya Afya milioni 257, Wizara ya Afya ya kwanza ni fungu namba 53, na kuna Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto fungu namba 52, yenyewe ilifanya matumizi ya bilioni 24 nje ya bajeti. Ofisi ya Waziri Mkuu fungu namba 65 ilifanya matumizi ya milioni 50,477 na 500 nje ya bajeti. Sekretariat mkoa wa Songwe ilifanya matumizi ya milioni 33 nje ya bajeti iliyoidhinishwa. Ununuzi uliofanyika nje ya mpango wa mwaka wa ununuzi. Nimebaini kwamba kifungu cha 49 kifungu kidogo cha 3 cha Sheria ya Ununuzi wa Umma mwaka 2011 kinaagiza taasisi ya ununuzi kuzingatia mpango wa ununuzi wa mwaka. Hata hivyo, katika ukaguzi wa wizara, idara na sekretariat za mkoa nilibaini kuwa taasisi 7 zilifanya ununuzi wa vifaa na huduma yenye thamani ya shilingi bilioni 15.129 nje ya mpango wa mwaka wa ununuzi. Kwa kuwa ununuzi huu ulifanyika nje ya mpango wa mwaka wa ununuzi, hali hiyo ilipelekea matumizi ya bajeti ya taasisi nje ya bajeti kwa taasisi husika. Upungufu huu ulitokana na udhaifu kwenye maandalizi ya mpango wa ununuzi na bajeti katika taasisi husika. Wizara hizo na taasisi ziko: Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, kuna Jeshi la Zimamoto, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Sekretariat mkoa wa Morogoro, Mamlaka ya Mapato Tanzania. Jumla ni bilioni 15,129.
Ikilinganishwa na mwaka uliopita, kuna ongezeko la shilingi milioni 11 kwa ununuzi uliofanyika nje, yani uliofanyika bila kufuata mpango wa ununuzi wa mwaka. Kwani katika mwaka 2018 2019 nilivyoripoti hapa, jumla ya taasisi 7 zilifanya ununuzi wa bidhaa na huduma zenye thamani ya shilingi bilioni 3.605 nje ya mpango wa bajeti, lakini mwaka huu zimefika bilioni 15. Kwa hiyo ni wito wangu kwamba tuzingatie mipango yetu na kufanya matumizi ndani ya bajeti ambayo imepitishwa na Bunge. Matumizi yasiyo na tija milioni 453. Katika ukaguzi wangu nilibaini kuwa wizara mbili zilifanya matumizi kiasi cha shilingi milioni 453,782,820 na senti 35 ambayo hayana tija kama ilivyoonyeshwa kwenye jedwali hapa chini. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, fungu namba 52, ilifanya matumizi ya milioni 451,155,502. Ilikuwa ni gharama za kuchelewesha kuondosha mizigo bandarini ambayo ni magari 50 ya wagonjwa na pikipiki 50. Wizara ya Mifugo na Uvuvi ilifanya matumizi ya shilingi milioni 2,627,318, malipo ya adhabu kwa kuchelewa kupeleka makato ya watumishi mfuko wa hifadhi ya jamii. Hizi hazikuwa na sababu yoyote, ni matumizi yasiyokuwa na tija au tunasema negatory expenditure. Naamini kwa matumizi yasiyo na tija kutokana na mfumo wa udhibiti wa matumizi usioridhisha. Bila kuwa na mfumo madhubuti wa udhibiti wa matumizi ya fedha, serikali itaendelea kupata hasara kutokana na matumizi ambayo yangeweza kuepukika. Hati za malipo ambazo hazikuwasilishwa wakati wa ukaguzi, bilioni 2.638. Hati za malipo zenye jumla ya shilingi bilioni 2.68 katika taasisi 4 hazikuwasilishwa kwa ajili ya ukaguzi. Hivyo sikuweza kujiridhisha na uhalali wa malipo kwa sababu sikupata hati. Kwa mujibu wa kanuni ya 18, kanuni ndogo ya kwanza F na 2 ya kanuni za fedha za mwaka 2001, malipo ambayo nyaraka zake hazijawasilishwa ni hasara ya fedha na yanapaswa kujumuishwa kwenye taarifa ya hasara za mhasibu mkuu wa serikali. Hati za malipo ambazo zikuwasilishwa kwa ukaguzi: kwanza, Jeshi la Wananchi wa Tanzania, fungu namba 38, bilioni 2.293. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, fungu namba 52, milioni 95,691,921. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, fungu namba 34, milioni 72,853,524. Tume ya Taifa ya Uchaguzi, fungu namba 61, milioni 176,518,715. Jumla inatengeneza bilioni 2.668. Ni maoni yangu kuwa chanzo cha kutowasilisha hati za malipo ni kuwa na mfumo dhaifu wa udhibiti na maafisa masؤuli kushindwa kuchukua hatua stahiki kwa maafisa wanaosababisha udhaifu huo. Naamini kuwa hii inaweza kuwa ishara ya kufanyika kwa matumizi ya udanganyifu. Mawanda yangu ya ukaguzi yalizuiwa, hivyo sikuweza kuthibitisha uhalali wa malipo ambayo sikupata nyaraka zake za malipo, hati za malipo. Mapungufu kwenye uidhinishaji wa malipo, bilioni 3.233. Ukaguzi huu pia umebaini kuwa taasisi 7 zilifanya malipo ya jumla shilingi bilioni 3.233 bila hati za malipo husika kuidhinishwa. Kukosekana kwa saini za waidhinishaji wa malipo kwenye hati za malipo kumesababishwa na udhaifu kwenye mifumo ya udhibiti katika uandaaji na uidhinishaji wa hati za malipo. Kuna hatari kwa watumishi wasio waaminifu wanaweza kutumia fursa hii vibaya na kujinufaisha. Taasisi zenye dosari kwenye kuidhinisha malipo ni Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, fungu namba 52, milioni 42,362,000. Tume ya Taifa katika shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia elimu maana ya UNESCO, milioni 1,989,440. Msajili wa vyama vya siasa, fungu namba 27, milioni 10,189,624. Tume ya Taifa ya Uchaguzi, fungu namba 61, milioni 119,200,000 na 7,203. Ofisi ya Waziri Mkuu, ajira walemavu, fungu namba 65, bilioni 20,155,000. Sekretariat ya Mkoa wa Simiyu, milioni 2,270,000. Jeshi la Wananchi wa Tanzania, fungu namba 38, bilioni 3,37,229,747. Jumla ni bilioni 3.233, bilioni 3,233,703,014. Ikilinganisha mwaka uliopita, idadi ya taasisi zenye dosari hii imepungua kutoka taasisi 8 hadi 7, wakati kiwango kimeongezeka kutoka shilingi milioni 719,479,937 hadi kufikia bilioni 3,233,703,000
na shilingi 14. Hii inaonyesha management husika zinatakiwa kuboresha mfumo wa udhibiti ili kuhakikisha kuwa malipo yanaidhinishwa ipasavyo. Vifaa na mali zilizolipiwa lakini havikupokelewa shilingi bilioni 6.826. Katika taasisi za serikali kuu nilizozikagua, nilibaini ununuzi wa vifaa na mali zenye thamani ya shilingi bilioni 6.826 zilizoagizwa na kulipwa lakini hazipokelewa. Makubaliano yalibainisha kuwa ununuzi ulipaswa kukamilika kati ya wiki 2 hadi miezi 3, lakini wazabuni walishindwa kutekeleza matokeo ya mikataba. Taasisi zinazohusika na ununuzi uliopelekea ununuzi usiopokelewa ni Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Ununuzi wa magari 9 unaogharimu shilingi bilioni 1. Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ununuzi wa magari 2. Haya yanatoka JIPSA milioni 380. Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu wenye Ulemavu, ununuzi wa magari 5 bilioni 1. Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, utengenezaji wa kanzidata milioni 41. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Wazee na Jinsia na Watoto, ununuzi wa vifaa vya hospitali bilioni 4,251,751,270. Jumla inakuwa bilioni 6.86. Mapungufu katika uendeshaji wa kaunti ya masurufu bilioni 6.805. Nimekagua shughuli za akaunti ya masurufu kwa taasisi tofauti na kubaini kuwa shilingi bilioni 6.805 zimelipwa kupitia akaunti ya benki ya masurufu kwa ajili ya kazi mbalimbali katika taasisi 5 ndani ya mwaka. Katika kukagua, nilibaini kuwa taasisi zilikuwa hazina daftari la fedha lililotunzwa wala taarifa za usuluhishi wa benki kila mwezi iliyoandaliwa. Ni kinyume na kanuni ya 162, kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za fedha ya umma ya mwaka 2001, ambayo inahitaji bakaya kila akaunti ya benki kama ilivyoonyeshwa katika taarifa za fedha za benki, suluhisho na taarifa za usuluhishi za kibenki na bakaya za kitabu cha fedha angalau kila mwezi. Lakini hakuwa na kitabu cha fedha wala usuluhishi. Wanaenda benki, wanachukua fedha, wanatumia kwenye akaunti ya masurufu. Zinazohusika ni Wizara ya Mambo ya Ndani, Idara ya Magereza bilioni 409, Wizara ya Viwanda na Biashara milioni 232, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia bilioni 3, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa bilioni 2, Wizara ya Madini bilioni 1. Nikisema kuna senti uko mbele mtaziona. Nafanya hivi kwa sababu hali hii huleta ugumu katika kufahamu kweli na usahihi wa miamala ya fedha iliyofanyika na bakaya zilizoripotiwa. Ninatoa angalizo katika mapungufu yaliyojitokeza kwenye udhibiti wa ndani kwa taasisi ambayo yanaweza kusababisha makosa, ubadhirifu na matumizi mabaya ya fedha za umma. Kutolipwa kwa madai ya wakandarasi, wahandisi, washauri na watoa huduma shilingi bilioni 783,392. Nilibaini kuwa wakala 4 za serikali zilikuwa na madai ya malipo ya shilingi bilioni 783.39 kutoka kwa wakandarasi, washauri na watoa huduma. TANROADS ilikuwa na deni kubwa lenye thamani ya shilingi bilioni 770,119,541,388.75 kutoka kwa wakandarasi na wahandisi washauri kutokana na kuchelewa kupata fedha za kutekeleza miradi kutoka hazina. Imeorodheshwa hapa chini. TANROADS ina 700 kama nilivyosema, wakala wa majengo bilioni 1, wakala wa usambazaji maji na usafi wa mazingira vijijini maana ya RUWASA una bilioni 12 madai hayo. Wakala barabara za vijijini na mijini TARURA una milioni 125. Kwa jumla inajenga bilioni 783.392 ni madeni ya wakandarasi, watoa huduma na washauri katika hizo taasisi 1, 2, 3, 4. Hizo 4 tu ambazo zina madeni hayo, madai, yani watu wanadai madai hayo ya shilingi bilioni 783. Ni maoni yangu kwamba ucheleweshaji wa kulipa madai haya kunaongeza hatari ya kuongezeka kwa gharama za miradi kutokana na riba inayotozwa kwenye malipo yanayochelewa na hivyo kuongeza mzigo wa gharama kwa walipa kodi wa nchi hii. Nije tozo ya riba kwa ucheleweshaji wa malipo ya kandarasi bilioni 14.985. Naamini Mheshimiwa Rais nisikia juzi akiliongelea swala hili. Nilibaini miradi inayotekelezwa maeneo mbalimbali nchini ilikuwa na tozo ya riba ya kiasi cha shilingi bilioni 14.985.
kama adhabu ya kuchelewesha kulipa hati za madai ya wakandarasi kwa maana IPCs kinyume na masharti ya mikataba. Yameorodheshwa hapa: mradi wa maendeleo ya reli Tanzania bilioni 2, mradi wa ujenzi wa barabara ya kimataifa Arusha Taveta Holili bilioni 1.8, mradi wa uboreshaji usafiri wa mjini Dar es Salaam milioni 666, programu ya kusaidia sekta ya usafiri kwa maana TSSP bilioni 3.466, ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Mwanza Dar es Salaam Okutupora una bilioni 2.983, mabasi yaendayo haraka kandarasi mshauri kipande cha kwanza milioni 54, mabasi yaendayo haraka kipande cha kwanza mkandarasi milioni 30, mabasi yaendayo haraka mkandarasi kipande cha pili milioni 49, mabasi yaendayo haraka kipande cha pili mshauri ni milioni 9, mradi wa kimataifa wa kuunganisha nishati wa Kenya na Tanzania milioni 132, mradi wa upanuzi wa barabara ya Morogoro Kimara Kibaha milioni 304, mradi wa ujenzi wa miundombinu ya mabasi yaendayo haraka milioni 143, mradi wa usambazaji maji Same Mwanga Korogwe bilioni 3. Hizi ni fedha ambazo ni malipo ambayo angeweza kuepukika kama tungelipa kwa wakati. Kwa hiyo kwetu sisi hadi malipo pia yasiyo na tija. Na pesa zingine zinakuwa ni fedha za wafadhili ambao zipo, lakini serikali ina mlolongo mrefu wa kufanya malipo, na hii hata wafadhili hawezi kulipa, inakuwa ni ineligible expenditure ambayo sasa inabidi itoke kwenye mfuko wa serikali. Kwa hiyo ni vema wakajitahidi kufanya haraka ili kuepuka haya malipo ambayo hayana tija, yanaongeza bure gharama za miradi. Bilioni 14 ni pesa nyingi sana, ni bilioni 15 almost, ambazo zinaongeza kufanya mambo mengine, kununua madawati, kujenga madarasa na hospitali, lakini zinalipwa tu kwa watu kwa sababu ya kuchelewesha tu malipo. Mheshimiwa Rais juzi ameiongelea hili, nadhani ametoa maelekezo. Tunafurahi kusikia ametoa maelekezo kusio na ucheleweshaji tena. Hii ni move nzuri. Ndugu wanahabari, lakini fanya kaguzi maalum kwenye taasisi za serikali kuu. Fanya kaguzi maalum kwenye taasisi za serikali kuu, serikali za mitaa na mashirika ya umma. Serikali kuu ifanye ukaguzi wakala wa huduma za ufundi na umeme Tanzania. Kuna hasara kutokana na kugushi kodi ya zuio shilingi bilioni 709. Milioni 709, $152,607. Wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA ilipeleka hundi 429 zilizofungwa zenye thamani ya shilingi bilioni 1,894,988,144 kwa ajili ya malipo mbalimbali kwenye mojawapo ya benki ya kibiashara. Kati ya hundi zilizowasilishwa, hundi zenye jumla shilingi bilioni 169,249,601 zilikuwa kwa ajili ya malipo ya kodi ya zuio kwenda kwa kamishna wa kodi za ndani ya mamlaka ya mapato Tanzania. Wakati wa ukaguzi huu, benki hiyo iliwasilisha hundi 368 za TEMESA zenye jumla ya shilingi bilioni 1,746,046 milioni 746,186,740 kati ya hundi ambazo nilizihitaji za hundi 429. Benki hiyo haikuwasilisha hundi 61 zenye thamani ya shilingi milioni 148 kwa kuwa ilishindwa kuzipata. Baada ya kuzipitia hundi zilizowasilishwa, nilibaini kuwa hundi 142 zilizofungwa crossed zilikuwa zimefungwa kwamba account pay only zenye thamani ya shilingi milioni 709 zilizowasilishwa kwa ajili ya kumlipa kamishna zilibadilishwa na kuwa hundi za wazi open check na kulipwa kama fedha taslimu, ambazo milioni 585,531,414 zilipwa kwa mtunza fedha wa TEMESA na shilingi milioni 61,898,037 zilipwa kwa kampuni mbili na shilingi milioni 61,632,155 zililipwa kwa watu wengine watatu. TEMESA ilithibitisha haikuwa na mahusiano yoyote ya kibiashara na kampuni hizo ambazo zililipwa pamoja na watu hao waliolipwa. Katika uchunguzi wangu nilibaini kuwa ubadhirifu huu ulifanywa kwa ushirikiano mkubwa baina ya wafanyakazi wa benki hiyo na baadhi ya maafisa wakala wa ufundi na umeme.
Mtunza fedha wa TEMESA hakuandaa namba za utambuzi wa malipo ya kodi ili kutambua malipo ya kodi ya zuio. Mtunza fedha wa TEMESA alikuwa akigushi saini za watoa fedha, na benki hiyo ilikuwa haifanyi uhakiki wa saini ili kuthibitisha uhalisia wa saini za uidhinishaji wa TEMESA waliopo kwenye taarifa za benki. Katika mahojiano, maafisa wa benki hiyo walieleza kuwa walikuwa wakiwasiliana moja kwa moja na watia saini aliyethibitisha kuwa mtunza fedha huyo aliruhusiwa kuchukua fedha taslimu kwa kutumia hudi zilizofungwa. Tunaamini kwamba hii si kweli, huu ni uongo.